Assalamu alaikum. Shekhe wetu Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, Mheshimiwa Alhaji Abubakar Kunenge, mkuu wetu mpya wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, natambua uwepo wa Mheshimiwa Zungu, mbunge ambaye anamaliza muda wake jimbo la Ilala, na waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mazingira, lakini pia tunaye Mheshimiwa Injinia Masauni, naibu waziri wizara ya mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Chogelo, mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, Sheikh Hamis Said Mataka, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya BAKWATA, Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Ahad Salum, Sheikh Nur Jabir Mruma, katibu mkuu wetu wa BAKWATA, waheshimiwa wajumbe wa baraza la ulama ambao mko hapa, ndugu viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali za kidini tulioko hapa, mashekhe wote wa wilaya za mkoa wa Dar es Salaam, natambua uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa, natambua uwepo, nilisikia uwepo wa Profesa Lipumba, karibu sana, ndugu mashekhe, maimam, mahalifa, pamoja na viongozi mbalimbali wa dini zote ambao pia mmekuja kuungana nasi, ndugu wanahabari ambao pia mmeungana na sisi pia kwenye shughuli yetu hii, wageni waalikwa, ndugu mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mbarak. Ndugu Waislamu, awali yoyote nami niungane pia na waliotangulia kusema hapa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uhai, afya, lakini pia na uwezo wa kujumuika kuidiriki sala ya Eidul Adha, na sasa tunashiriki pia baraza la Idi ambalo kiongozi wetu mkuu wa Islam amekuja mbele yetu kuja kutupa neno muhimu linalohusu dini yetu. Lakini pia namshukuru sana Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali kwa kunialika mimi ili niweze kuungana na Waislamu wote nchini kupitia Waislamu wa jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya sala ambayo tumeimaliza, lakini na baraza ambalo sasa tunaendelea nalo. Jambo hili kwangu nimelipokea kwa mikono miwili, na niendelee kuwashukuru Waislamu wote kwa namna ambavyo tunaendelea kushikamana na kushirikiana katika kujenga msingi imara wa kuifanya dini yetu iwe na umaana kutokana na jina letu la Uislamu. Ndugu Waislamu, binafsi pia nimefarijika sana kwa ukarimu, umoja na upendo mkubwa unaoendelea kuonyeshwa na Waislamu kwa Watanzania wa madhehebu mengine. Upendo huu mkubwa unaoendelea sasa ndio unaopelekea nchi yetu kuendelea kuwa ni nchi ya kuringiwa, kukimbiliwa na wale wote waliopoteza amani kwenye nchi zao. Sisi kama Waislamu ni jukumu letu kuhubiri jambo hili ili miongoni mwetu na miongoni mwa Watanzania wote tuendelee kuishi kwa undugu ambao tunaendelea nao. Vile vile nitumie fursa hii pia kuwafikishia salamu za Eidul Adha kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanatakia kila laheri kwenye maadhimisho ya Eid hii. Viongozi hawa wote kwa pamoja wanaendelea kututakia baraka nyingi sana za Eidul Adha, Waislamu wote lakini pia na Watanzania wote, sababu jambo hili ni letu sote.
Na kadhalika, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, nimepokea salamu zenu na pongezi mlizozitoa kwa serikali, hususani kwa kuendelea kusimamia vyema swala la amani na utulivu sanjari na kuwahudumia Watanzania bila ya ubaguzi wowote. Nataka niwaambie na kuhakikishia kwamba yote mlioyasema hapa kwa serikali, pongezi zote mlizozitoa hapa kwa serikali, msingi wake unatokana na uvumilivu, mshikamano ambao Watanzania tunao. Na nyie viongozi wa dini, kwa kweli niseme mko mstari wa mbele, hongereni sana. Tukiwa tunaendelea na Idi hii, sote tunakumbuka nchi yetu kukumbwa na huzuni nzito baada ya kuondokewa na rais wetu, kiongozi wetu aliyetuongoza kwa nafasi ya rais kwa miaka 10, hayati Benjamin William Mkapa, ambaye tumeenda kumpumzisha juzi saa 9 alasiri kijijini kwake Lupaso. Natambua nchi ilivyogubikwa na majonzi mazito, namna ambavyo Watanzania walivyoonyesha kuumizwa na tukio hili, lakini tunaamini yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mengi yamesemwa, kila mmoja alipata nafasi amesema namna alivyoguswa na msiba ule. Nasi Waislamu pia tumejitokeza, viongozi wa dini zote nchini walijitokeza kuungana na Watanzania wote na wote duniani ambao waliguswa na msiba huu, kuonyesha huzuni, lakini pia kuendelea kumwombea marehemu wetu, mzee wetu, kipenzi chetu, na kutanguliza neno la kumsihi, kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuweka roho yake mahali pema. Mufti wetu ameeleza vizuri hapa. Waislamu tuna mengi ya kumkumbuka, tuna mengi ametuachia baba yetu, rais wetu aliyetutangulia mbele za haki. Moja kubwa ni lile alilosema Mufti, na mimi nilirudie tu, ni yeye ndiye aliyefanya maamuzi ya kutuvusha Waislamu kwa kutuanzishia chuo kikuu Tanzania cha Kiislamu, kwa kutoa majengo ya serikali na kukabidhi kwa Waislamu ili kianzishwe chuo kikuu cha Kiislamu ambacho kiko mjini Morogoro. Jambo hili sisi Waislamu hatuwezi kulisahau, ni jambo jema, na kwa kweli tutaendelea kumkumbuka. Sasa kwa yote haya, jukumu letu sote sasa ni kumwombea wakati wote, wapo kwenye nyumba ya dini, lakini popote unapopata nafasi ya kuomba dua, tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu aweze kuiweka roho yake mahali pema. Ndugu Waislamu wenzangu, mtakubaliana nami kwamba kabla na baada ya kuingia katika siku 10 hizi za Dhul-Hijjah, tumepata nafasi ya kupokea nasaha mbalimbali kutoka kwa wazungumzaji wengi, viongozi wetu wa dini, na mimi nimekuwa nikisikia kwenye redio ambazo pia waandishi wetu wamekuwa wakifanya kazi ya kuhabarisha Watanzania juu ya umuhimu wa siku hii ya leo. Lakini pia nasaha hizi ambazo pia zimekuwa zikitolewa, sehemu kubwa zimekuwa zikilenga kutukumbusha kuhusu tukufu wa siku 10 za mwezi wa Dhul-Hijjah kuwa ni siku bora na tukufu zaidi katika mwaka, kama Mwenyezi Mungu mtukufu alivyoeleza katika Qur'an sura 89 aya ya 1 na ya 2, ambayo pia mengi ametukumbusha. Wasomi mtakuwa mnaikumbuka vizuri. Ndugu Waislamu, kutokana na umuhimu wa mwezi huu, mwezi ambao ni wa ibada ya hija, mwezi wa mwisho katika kalenda ya Hijri, na ni miongoni mwa miezi 4 mitukufu kabisa katika Uislamu, nami kwa uchache ningependa kuongeza swala moja tu kuhusu mwezi huu. Swala hilo si jingine bali ni dhana nzima ya ustahimilivu, subira, maelewano katika mwezi wa Dhul-Hijjah. Jambo muhimu sana kwetu. Ndugu Waislamu, ulimwengu tunaoishi leo umebadilika, nasi ili kuendana na mabadiliko hayo tunahitaji subira. Tukio hili la leo
linatukumbusha wakati mgumu uliopita na hasa aliopitia Nabii Ibrahim alayhi wasallam, na mfano huo unatukumbusha kuwa subira ni muhimu, nayo ni kumwogopa na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwa mnyenyekevu na wakarimu kutoka kile ambacho ameturuzuku. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu katika sura Al-Imran aya ya 134 ametuhimiza kuhusu subira na kutoa kwa lengo la kusaidiana kuhusiana katika kipindi kama hiki, na kwa msingi huo tukiwa Waislamu ni wajibu wa kila mmoja wetu kutumia vyema fursa ya kuchinja, kuwakumbuka wajane, mayatima, wazee na wale wote waliojiwekeza katika kuimarisha undugu, jamaa na marafiki, ili tuweze kuishi kwa mshikamano. Ndugu Waislamu, niendelee kuwasihi kuhusu kukithirisha ibada, kuwaombea wazee wetu waliotangulia, kuonesha upendo, umoja na mshikamano hata baada ya kumalizika kwa siku hizi 10 bora katika Dhulhijja. Aidha, tujenge utaratibu wa kuwasimulia na kuwafundisha vijana wetu kuhusiana na kisa cha Nabii Ibrahim alayhi wasallam, ili nao wakuwe katika msingi na subira na kuwa katika mioyo ya kujitolea. Moja kati ya jambo kubwa ambalo kwa kweli linafurahisha sasa ni kuona vijana wetu wadogo nao pia tukiwashirikisha na wao wenyewe wakishiriki hata kwenye ibada za Ijumaa, kwenye swala 5, lakini kwenye matukio mengi ya kidini, matukio mengi ambayo viongozi wetu wakuu hupata fursa ya kutoa mawaidha. Mawaidha haya yatachukuliwa na kuwa endelevu endapo tu tutaendelea na tabia hii ya kuwabeba vijana wetu wadogo kwenda kwenye nyumba zetu za ibada na kushiriki, lakini kubwa kusikia mawaidha ya viongozi wetu. Dini zimejenga msingi imara, msingi ambao leo hii tunaendelea kunufaika nao, wa utulivu huu tunaoona nchini, amani hii tunayoiona hapa nchini. Chanzo chake ni uwepo wa dini. Chanzo chake ni mahubiri ya viongozi mliobobea kwenye Uislamu, mahubiri yanayolenga kuhamasisha waumini kwa watulivu na kuvumiliana. Ndio kwa sababu Tanzania leo tuko imara, tuko watulivu. Mheshimiwa Mufti, naomba tena nitoe wito kwa niaba ya serikali kuwasihi viongozi tuendelee zaidi kutoa mawaidha yanayolenga kutufanya wote tushikamane pamoja. Maendeleo tunayotamani kuyaona yatatokana na mshikamano huo tutakaokuwa nao. Kwa Mheshimiwa Mufti, mimi nifikishe salamu za serikali kwa namna ambavyo tunathamini uwepo wenu wanadini, kwa sababu tumegundua kuwa ndio msingi unaotufanya sisi wa Tanzania kuwa imara, na sisi serikali tuko pamoja na nyinyi, hatutawaangusha. Katika kipindi kifupi kijacho, nchi yetu itaingia kwenye kampeni na baadaye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu. Eneo hili limezungumzwa vizuri. Ameanza shehe wa mkoa, amekuja katibu mkuu, na hatimaye Mheshimiwa Mufti amemalizia kwa kueleza kwamba tayari michakato ya vyama vya siasa imeanza kutafuta nafasi ya kushika mamlaka mbalimbali. Watanzania wengi wamejitokeza, na waliojitokeza hakuna kilichoangaliwa udini wala kabila. Kila mmoja ametumia uhuru wake, na mwaka huu nimefurahi, nimeona pia hata viongozi wa Kiislamu wamejitokeza kwa wingi, wale wenye mamlaka. Alhaji anafurahi, anajua nataka kumsema yeye. Sheikh Majini, inshallah chakato unaendelea, tunakuombea sana. Basi kile kikao cha mwisho kikurudishe. Lakini tatizo kubwa ni wajumbe. Lakini wajumbe wale wametoa mwongozo tu.
maamuzi yako juu huko. Tunaamini inshallah kula ndeni utakuwa mbunge. Tunakuombea. Mmeonyesha njia mlioonyesha ni kuonyesha kwamba kumbe kuomba nafasi ya uongozi kwenye jamii haizingatii tu mtu mwingine wa kawaida nje ya viongozi wa dini, hata viongozi wa dini mnayo fursa. Kwa hiyo muhimu, ili tufikie malengo tunayokusudia, lazima tuhakikishe zoezi la uchaguzi mwaka huu linaenda kwa amani na utulivu. Si serikali, kiongozi wetu wa nchi ametuhakikishia kwamba uchaguzi mwaka huu utakuwa wa huru na haki. Twende na hilo, tusianze kujengeana mashaka. Kuwa wa huru na haki inawezekana, na naamini itawezekana. Mengi yamezungumzwa, sikusudi kuyarudia, lakini naamini viongozi wa dini na kila mmoja tutaendelea kuliombea taifa hili pia na uchaguzi huu ufike salama. Tujiepushe na lugha za uchochezi, tujiepushe na lugha za bezo, tujiepushe na lugha za kashfa. Kazungumze kila ambacho wananchi hao utawatendea. Ukiwa kashfu itakuwa sio jambo unalotaka kuwatendea. Kwa nayo imani kwenye eneo hili tutafanya vizuri. Ndugu Waislamu wenzangu, Mheshimiwa Mufti hapa alipokuja amezungumzia swala la namna nchi yetu ilivyokuwa imekumbwa na mabalaa mbalimbali, lakini kutokana na dua zetu mabalaa haya Mwenyezi Mungu alituepusha. Nianze na nzige. Nzige ni wadudu wabaya sana. Tena hawa nzige ambao walikuwa wanakuja, kama wangeingia hapa, wale walikuwa na uwezo wa saa moja kuvamia eneo na kumaliza chakula zaidi ya tani 80. Hatuwezi kuamini hili kwa sababu hawajaja, lakini wangekuja tungeshuhudia. Lakini kwa dua zenu, kwa maombi yenu, viongozi wa dini waliishia huko huko walikoishia. Tuendelee kumshukuru Allah, tuendelee kumshukuru Allah. Lakini pia tulipata ugonjwa wa corona, ugonjwa uliotikisa dunia, na bado kuna mataifa yanaendelea kutikisika. Sisi tulipopata mgonjwa wa kwanza hapa mwezi wa 3 tulitikisika kweli kweli, na tukaingia kwenye tafurani kwa sababu tu wale wakubwa waliingia kwenye tafurani. Sisi tulikuwa tunajiuliza, sisi wadogo maskini tutakuwa katika hali gani? Tukajenga hofu nzito, na kama tusingekuwa makini tungepoteza mwelekeo. Viongozi wa dini hatusiti kwa shukuru, na Mwenyezi Mungu alimuongoza kiongozi wetu, rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, kumpa maono na kumwambia toka hadharani, sema hili, wape faraja wa Tanzania. Alipokuja kutusihi tutuwe watulivu, tupunguze hofu na kwamba ugonjwa huu ni wa kawaida. Aliposema ugonjwa wa kawaida, wako walielewa na wengine hawakuelewa, lakini viongozi wa dini na nyinyi mlitoka mkamsaidia Mheshimiwa Rais kueleza, kuambia umma, waumini, na hatimaye wa Tanzania tukatulia, tukafuata taratibu, lakini utulivu kawa mkubwa zaidi, na imani tukaipelekea kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu dua zetu kazipokea. Rais alituelekeza tuombe siku 3, tufunge siku 3, na sisi tulifanya hilo, Watanzania wote. Leo tunakutana hapa, leo hii tunakutana hapa tukiwa salama. Tulifanya maandalizi makubwa sana ya ugonjwa huu, tukahamisha wagonjwa wa kawaida Amana pale jirani, tukasema hospitali hii ni kwa ajili ya corona tu. Tulikuwa na vitanda 190. Tukaandaa eneo la Sabasaba, tukachukua majengo mengi, tukasema wanawake watakaa huku, wanaume huku, waliozidiwa huku, na kila mkoa ulifanya hilo. Nataka niwaambie
hata huko Sabasaba tukufika, hata hapo Amana hizo nafasi hazikufikiwa, na hatimaye ugonjwa umeendelea kupungua siku hadi siku. Leo hii nikiwaambia hatuna mgonjwa wa korona kwenye hospitali zetu, maana muhimu kubwa zaidi ni kuwa na mgonjwa, ndio kitu kinaashiria kwamba hapa kuna ugonjwa. Kama ambavyo leo tunaona ukienda hospitali wagonjwa wengi ni wa malaria. Tunamshukuru Allah hapa alipotufikisha. Tunawashukuru nyie viongozi wa dini kwa kuungana na kiongozi wetu kuwanasihi wa Tanzania, kuondolea uoga wa Tanzania, lakini na kuomba sana. Mmeomba sana, makanisa yote, misikiti yote, mmefanya kazi kubwa sana. Leo hii tuna mgonjwa. Achana na hao wanaosema Tanzania kuna wagonjwa wengi, wamewaona wapi? Mgonjwa sana kwa yuko hospitali. Lakini wengine wanaingiza mambo mengine ili tu taifa letu likose mshikamano na mataifa mengine, lisitembelewe. Sasa inabadilika, sasa inakuwa ni siasa na biashara. Uhalisia, nchi imetulia. Kunaweza kuwa kuna wamoja wawili na maambukizi, lakini tumesisitizana kila mmoja kwa nafasi yake kujali na kufuatilia maelekezo na tahadhari za ugonjwa huu. Pale ambapo kuna mashaka napo ukae vizuri. Kama ni kunawa mikono tuendelee, kuvaa barakoa pale ambapo nadhani kuna tahadhari hiyo tuendelee, ili nchi yetu iendelee kuwa salama zaidi. Leo Tanzania tuko salama, Tanzania tuko salama, lakini tuendelee kuomba kitu hiki kisirudi tena. Kama kinaweza kupita mahali kikarudi, kisirudi tena, ili nchi yetu iendelee kuwa nchi ya utulivu. Ndugu Waislamu, mimi nitaendelea kutumia nafasi kuwapongeza tu na kuwashukuru kupitia viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Mufti na viongozi wakuu wa dini nyingine. Tumeanza kuona mshikamano mlio nao nyie wenyewe huku juu, na sasa na sisi tunawafuata nyie. Tungewaona nyie mkigombana na sisi huku chini, tusingebaki salama. Kwa haya mafanikio yote haya kwenye maeneo niliyoyataja yanatokana na mshikamano wenu. Endeleeni. Zile kamati zenu za maridhiano, zile kamati zenu tunaita za amani, ziendelee. Tunaiona kitaifa, baadhi ya mikoa ipo, na leo hii tuna kamati za amani mikoa yote, wilaya, na mlitoa maagizo iende mpaka chini kwenye kata. Tusimamie jambo hili liwepo, ili viongozi wa dini kwenye maeneo hayo wakae pamoja, wa dini zote wakae pamoja, mjadili juu ya mustakabali wa nchi yetu. Tutapata mafanikio zaidi kuliko haya tuliyoyafikia. Na hili lazima niseme, mnatoa mchango mkubwa sana ambao hauwezi kuelezeka kwa maneno, na wakati wote mmeendelea kutupa faraja, lakini pia kutujenga kiroho, kiimani. Umezungumzia swala la madhara makubwa yanayoendelea sasa ya majengo yetu ya shule za sekondari msingi kuungua moto. Jambo hili nataka niseme nasi serikali tumelipokea. Mheshimiwa Mufti, wewe mwenyewe ulikuja ofisini kwangu kueleza namna ambavyo mpata masikitiko makubwa, na Waislamu wote walivyopata masikitiko makubwa kwa majengo kadhaa kuungua moto, na ukaeleza tumejitahidi kutafuta namna mzuri ya kujua chanzo, mpaka sasa hatujajua. Ukaieleza shule ya sekondari Kinondoni, ukaeleza moja kati ya shule zilizoko hapa jijini na shule nyingine kama 4-5 zinawaka moto kutoka moja mpaka nyingine. Ni vipi kutoka moja mpaka nyingine, na zote ni hizi tu? Kuna nini? Mheshimiwa Mufti, niseme kama alivyosema katibu mkuu kwamba tuliwasiliana na Alhaji Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, aunde tume ndani ya mkoa wake, kwa sababu matukio haya yameanza kwenye mkoa huu.
na tukawapa tahadhari pia wakuu wa mikoa wote walisimamia jambo hili kupitia kamati zao za ulinzi na usalama. Kwa mkoa wa Dar es Salaam ulishaunda tume, na kwa bahati nzuri tume ile ilijumuisha na nyie wenyewe lakini na vyombo vya serikali, ili wapite kwenye maeneo yote yaliyoungua moto, wafanye mahojiano na yeyote, wapate maelezo ya kina na mfanye uchunguzi wa kina, tujue chanzo ni nini. Tume inaendelea, iko hatua za mwisho kabisa, watakamilisha kabisa kuiweka vizuri ripoti na wataileta. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mufti, shehe wetu mkuu Tanzania, tutakujulisha na kila kitakachokiona. Kama kulikuwa na dhamira ya mtu binafsi kutakuharibu tu majengo katika kutia hasara tu taasisi, hatua kali zitachukuliwa. Hatutasita kuchukua hatua kali kwa yeyote ambaye itabainika amefanya hayo kwa makusudi, yamefanyika hayo kwa njama, hao wenye njama hiyo tutawachukulia hatua kali. Lakini kama pia kulikuwa na makosa mengine ya mifumo, basi tutafuatilia na tutafanya marekebisho makubwa. Lakini sisi kama serikali, jambo hili tumelipokea si vizuri sana, kwa sababu maeneo majengo mengi yaliyoungua ni ya utoaji elimu, na utoaji elimu hapa nchini unalenga kwa wote. Na hata hizi shule za Kiislamu tunao ndugu zetu wa Kikristo pia wanasoma humo ndani. Endelea kuunga mkono kwenye hili, kuanzia uchunguzi mpaka hatua mtakazokuwa mnaendelea nazo, ili kuona namna ya kurejesha huduma za utoaji elimu kwa Watanzania, kwa sababu kwa kufanya hilo sisi tunaamini kuwa ni muhimu sana. Lakini tunapoendelea na uchunguzi huu, naomba yafuatayo yazingatiwe. Ni lazima kuhakikisha kwenye majengo yetu yote kwamba kunakuwa na vihisi moto. Tujitahidi kuweka vihisi moto ili tunapotokea moto tupate taarifa mapema, ili vyombo vyote na wananchi walioko jirani washiriki katika kuuzima. Shule zetu lazima ziwekwe ndoo za mchanga, ambazo watu wetu wa idara ya moto, zimamoto, wanasisitiza kila shule kuwe na ndoo za mchanga katika majengo, pembeni mwa jengo, ili saidie katika kuzima moto pale ambako jambo hili linatokea. Lakini pia hata ile mitungi ile lazima tuzingatie uwepo wa kila jengo na kila kona, ambayo unadhani kona hii likitokea basi walioko jirani wanaweza kukimbilia na kumudu kuweza kutumia mitungi hiyo kwa lengo la kukabiliana na majanga kama haya. Lakini muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba vifaa na mifumo ya umeme inayofunga kwenye majengo yetu inakuwa imara, na ukaguzi wa mara kwa mara ufanyike kwa ushirikiano na taasisi yetu ya serikali inayoitwa TEMESA, ambao wanashughulikia pia na uwepo wa umeme kwenye majengo. Itasaidia sana kuhakikisha kwamba mfumo ni imara, na kama sio imara ubadilishwe, ili pia tubaki kwa salama. Lakini wanafunzi wanaokuwepo kwenye majengo hayo, kama ni shule, basi jumuiya nzima ya shule iwe inapewa mafunzo ya mara kwa mara juu ya majanga ya moto. Kila mkoa na wilaya tunazo taasisi hizi za zimamoto, wanayo fursa ya kwenda kutoa elimu ya namna ya kupambana na moto inapotokea kwenye maeneo hayo. Narudia tena kuwasisitiza kwamba tuendelee kutumia wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, shirika la umeme Tanzania TANESCO, jeshi letu la zimamoto na wakala wa usalama mahali pa kazi OSHA, waweze kuwajibika pia ipasavyo kuhakikisha kwamba kila taasisi hizi zinatembelewa, mifumo yake inakaguliwa, ili tujiridhishe. Waislamu, kama ambavyo mnafahamu, sisi sote tunaendelea kufurahia. Serikali inatambua na kuthamini mchango wa dini, taasisi mbalimbali kama nilivyoeleza awali. Nalirudia hili kwa sababu nataka Tanzania muelewe kwamba serikali yenu bado ni imara. Viongozi wakiongozwa na rais wetu bado ni imara, na tutaendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi zote za dini. Muhimu kwa imani hii tunayowapa, na sisi tujiepushe kutoa matamko ya mtu mmoja mmoja yasije akatuvuruga Waislamu wote. Narudia tena, ni muhimu sana kupitia taasisi zetu zote za Kiislamu
tujiepushe na matamko na matakwa ya mtu mmoja yakatamkwa kama jumuiya, na hasa matamko yenyewe kama unadhani atakuja kuvuruga nchi. Wewe peke yako umekaa umewaza kwa utashi wako, ukaenda mbele ukaaminisha kwamba hili tamka la wote. Muhimu sana tuwe na tahadhari hiyo.